miaka yote tangia 2007 mpaka leo miaka 19 tunatafuta mwekezaji na hajapatikana. Yaani mtoto kazaliwa. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Na sasa hivi kwa chuo kikuu bado tunatafuta mwekezaji. Tutoke hapo tulipo. Hizi mashine zote tufungue, baada ya viongozi wetu kutupa kibali, tutapeleka Kilimanjaro kule machinery. Zote na tusipige mnada, tutapeleka kule. Sisi tunatengeneza vipuri kule. Tutapeleka kule. Tuna sehemu pia ya matumizi ya hizi mashine. Tuna kiwanda ambacho kina matumizi ya hizi mashine. Kwa hiyo mimi Mheshimiwa Dasi umefika, kwa kweli hichi kiwanda hamna mwekezaji anayekuja. Leo hatuwezi kwenda kucompete na Chinese tire, hatuwezi kwenda kupambana na Japanese and Indians ambao wamejaa pale Kariakoo. Leo unazalishaje kwa outdated machines kama hizi ili uende sokoni ukafight na mtu ambaye anazalisha tairi moja ndani ya dakika moja? Hawezi kwenda kucompete. Kwa hiyo viongozi wetu mimi naamini ni waelewa, tutaenda kuwashauri kwamba waheshimiwa viongozi, waziri wangu nitaanza naye kumshauri kwamba ni lazima matumizi ya ile eneo tuyabadilishe, na kamati niloiunda ya kutathmini nini kifanyike hapa. Mimi nimetoa tu picha ya mawazo tu ya inawezekana ni mawazo ya Kiruguru, lakini naona hivyo. Lakini timu mnapokaa mnaweza kuona zaidi. Cha msingi tu kwamba katika kitu mtakachokileta kisiwepo kiwanda. Yaani hiyo ni msimamo. Yaani chochote nyinyi hata kama mkiamua hapa tu chochote tu, lakini kisiwe kiwanda, kwa sababu mazingira haya maeneo hayakidhi tena kuwepo kiwanda. Tayari tupo katikati ya mji. Mwakani hapa tuna Afcon. Tumewaandaaje wa Tanzania wana wa Arusha kupokea Afcon na fursa zake. Sisi kama Wizara ya Viwanda na Biashara mnaoshughulika na mambo ya marketing intelligence, mnaoshughulika na business, ni lazima mje mfanye tathmini, mje mkae na serikali ya mkoa, muwaeleze fursa za Afcon kuwepo hapa. Na haya ni maelekezo. TanTrade na wizara mkae mfanye tathmini, Afcon inakuja hapa, kuna fursa gani za Afcon kwenye uchumi wa watu wetu mmoja mmoja wa Arusha. Hawa watu wanahitaji kupewa taarifa. Lazima asimame kiongozi mmoja awaeleze wananchi wa Arusha na wa Tanzania kwamba Afcon ni nini na inakuja na nini, na ikiondoka inaondoka inaacha nini. Sasa hivi naona watu wanaposti tu uwanja ule mzuri wa Arusha. Nao tunatakiwa tu post fursa zinazokuja na Afcon. Kwa hiyo watu wa marketing intelligence, angalieni fursa ili tuandae watu wetu. Ili tuandae watu wetu. Kuna mtu siku hizi kuna tent zinauzwa China, it's very cheap. Mtu kumbe anaweza kana kaeneo kake hapa, akaja kaeka tenti zake 10, akapata watu wa kuishi. Akaingiza kipato. So kuna so many opportunity. Arusha. Lazima tuiandae pia Arusha kwa mapokezi hayo. Mkoa umejipanga. Sisi kama Wizara ya Viwanda na Biashara ambao tuna dhima ya business ya nchi hii, tumejipangaje na Afcon. Kwa hiyo nitaomba, na sio kuomba, nahitaji mniletee andiko very short kwamba Afcon inakuja na nini, itafanya nini na itaacha nini kwa wananchi mmoja mmoja, hasa vijana. Kuna fursa nyingi za usafirishaji, kuna fursa za restaurant, migahawa, kuna fursa za kuuza vitu vidogo vidogo. Tunawaandaaje watu wetu? Kwa hiyo ni lazima mtufanyie hiyo utafiti ili tuje kukaa na serikali ya mkoa tuwaeleze, na mheshimiwa waziri wetu tutamshauri atoe taarifa rasmi.
kabisa, na kila muda tuwe tunawaandaa matukio makubwa yanapokuja kwenye nchi. Tusiwaachie tu bwana, hili ni jambo la wizara ya habari na utamaduni na michezo. No. Kila fursa hii sisi wizara yetu inaingia maeneo mengi. Kila eneo linalofanyika kuna business, na kila business inatuhusu. Kazi ya hii marketing intelligence ni kuangalia masoko na maeneo gani ambayo wananchi wetu anaweza kwenda kuuza, iwe ndani ya nchi au nje ya nchi. Na our focus nao ni kupush, kutoa mzigo nje. Sio kazi yetu kupokea tu. Tutoe mzigo nje ili tuingize. Ujio wako nilimjulisha pia Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, na anatambua huko hapa kwa sababu muda huu ana kikao cha kuu ya mkoa. Kwa hiyo wameitwa madisi wote. Lakini nilimwambia nitakuja huku na akasema nikufikishie salamu. Nashukuru sana. Kwa sisi tumefarijika kukuona mtendaji mkuu kwenye wizara unapotembelea. Umefanya ziara sehemu nyingi, lakini sisi watu wa Arusha tunapokuona hapo kwetu tunafarijika. Na especially ulipokuja hapa na umesema mwenyewe tunalinda historia sasa ambayo haitulishi, tunailisha. Kwa hiyo mawazo ni mazuri, na naamini kwa sababu sisi sote ni watendaji. Basi tutaenda kwa kwenye implementation ili baadaye kumbukumbu ziwepo kwamba kipindi cha katibu mkuu fulani jambo hili lilifanyika. Sasa nisema maneno mengi kwa sababu kiitifaki ushasema sana, mimi natakuwa nikukaribishe tu. Asante, nashukuru. Asante sana kiongozi. Asante sana. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.